Wavuvi hao wameitoa kauli hiyo wakati walipokuwa wakieleza changamoto zao kwa maafisa wa uvuvi katika kikao kilichofanyika skuli ya Miti Ulaya. Wavuvi hao wamesema serikali inajitahidi kutoa mashirikiano kwa wavuvi, ila zipo baadhi ya kero ambazo zinawakabili. Pale inapotoa vyombo, itoe vyombo ambavyo kuwa vinahisi kama hivi. Wale wavuvi wetu wadogo wasiuache ule uvuvi wao wa kutia chachacha, maana chachacha au mtande midogo, lakini wanavulia zana hizi za kileo. Kiuliza, kuna maeneo ambayo kuwa twapaswa sie kuyavua, lakini tunapokwenda kuvua hayo maji mengi, kwenda kuvua hizo nyavu za kueleza, lakini kuna watu katika maeneo hayo watuambia haya tusivue. Lakini ninachokiomba kwa serikali iwashirikishe wavuvi. Wako wavuvi ambao wamesoma katika sekta yao katika siku za kutunga sheria, ili ipatikane walau kutuombea. Ni kwamba sie twavua ringi neti tande, kwa jina jingine tunaita ntande. Kwa maana hiyo huwezi ukavua ntande kama huna shupa. Kwa nini waruhusu kuvua ntande tukenda kwenye kuvua kwa joli na doria katuambia haziruhusiki na wazungu wazamia? Ushirikiano wa ofisi yake na sisi wavuvi, tulikuwa kwanza tunataka fiber pale moja iwekwe kwa ajili ya uokozi, linapotokea tatizo mvuvi tumuokoe kwa haraka sana. Wakitoa ufafanuzi kuhusiana na changamoto zinazowakabili wavuvi, afisa wa uvuvi wilaya ya Wete Suleiman Al-Hamadi amesema ili azma ya wavuvi ikamilike katika kuingiza kipato kwa serikali na wavuvi hao, ipo haja ya kujenga mashirikiano, huku afisa wa hifadhi mkondo wa Peka Halfani Amr Juma amewasa wavuvi kukata leseni ya vyombo vyao ili kuepuka changamoto zinazoweza kujitokeza. Ili sekta hii iendelee kuwanufaisha kwa muda mrefu, ni lazima kuwepo ushirikiano wa karibu kati ya wavuvi na serikali. Ndio maana hii leo tukawa na mkutano kuja kuzungumza zile changamoto zetu na sisi kutoa ule mwongozo ambao upo kiserikali. Suala la ushirikiano hili napenda kulisisitiza zaidi kwamba serikali hasa ofisi ya uvuvi wilaya itaendelea mashirikiano makubwa baina ya wavuvi na wadau wote wa sekta ya uvuvi kwa upande wa wilaya. Na pia nipende kuzungumza kwamba serikali si adui wa mvuvi. Serikali ipo kusimamia na kulinda rasilimali za uvuvi ili ziendelee kuwa endelevu, na ushirikiano wetu ni nguzo muhimu katika kufanikisha yale malengo ya uchumi wa buluu. Kwa hiyo inshallah tukianza mwaka huu tuanzeni na ukataji wa leseni kwanza. Sisemi kwamba haitatokezea kwamba japo mmoja, wawili, watatu inaweza kutokezea kwamba mvuvi akaenda hukule akawa hajakata leseni, lakini akawa yumo mbioni na kukata leseni, lakini isije ikawa sababu. Sawa, mimi sijavua ndio maana sijakata leseni, hakuna sababu hiyo. Nikiripoti kutoka Kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.